Jambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Mchezo wa klabu ya Simba dhidi ya Yanga umetamatika katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mchezo huo umeisha kwa bao 1-0. Klabu ya Dar es Salaam Young Africans ikishinda mchezo huo, huku bao hilo likiwekwa kimiani na Pacome Zouzoua ambaye mara kadha wa kadha amekuwa akiwafunga Simba. Zaidi ya dabi 3 sasa Simba wanafungwa na Pacome Zouzoua. Lakini kuna makosa mengi ambayo yametokea hii leo katika mchezo. Refali Arajiga amefanya kosa ambalo watu wengi wanalaumu katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Ni kutokana na goli ambalo limefungwa. Kwa nini watu wanalaumu? Utafahamu cha kufanya ni kubonyeza alama ya subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, wakati mpira unapigwa na Prince Dube, mpira ule Pacome alionekana kabisa yupo katika eneo la kuotea, lakini yakawai Max Nzengeli kama unavyoona hapo. Max alipiga mpira, kipa akaokoa, lakini Pacome ambaye alikuwa yuko katika eneo la kuotea akarudi akanufaika na mpira huo, kwa maana yake akafunga mpira ambao ulirudi kutoka kwa Pinipini Kamara. Hakika baadhi ya watu wanasema kwamba Pacome alijihusisha na mchezo, hivyo ilipaswa kwa offside, na mabeki wa Simba walikuwa wameshanyoosha mkono juu na Kamara. Pinipini alikuwa tayari ameshamfuata mpaka refa kumwambia kwamba ile ni offside, lakini wao wakameza filimbi. Hilo ni tukio ambalo limehuzunisha mashabiki wa Simba, lakini pia wachezaji wa klabu ya Simba, huku wachezaji wa klabu Dar es Salaam Young Africans wao wakinufaika. Mtazamaji Bongo Super Media, wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na tukio hili ambalo limetokea katika mchezo wa Simba dhidi ya Yanga? Unampa asilimia ngapi muamuzi Arajiga kutokana na tukio hilo? Je, ni kweli ameboronga ama yuko sawa katika uamuzi wake? Andika hapo katika sehemu ya comment.